Yes, misondo umepigaje hapo? Ngoma linaanza katika mipaka ya India. Bharat, sauti ya mjukuu tena hii hapa. Na kuleta katika mzigo anaita Soja, yani Jawan, Soja. Picha imetengenezwa entertainment ya Red Chillers. Red Chillers Entertainment. Hichi ni kitengo kinaongozwa na mzee mzima anamuita Shahrukh Khan. Basi ni mwito mkubwa sana. Tuko na VJ party lakini pia na watu kibao. Kuna mtu alikuwa amepigwa kipigo cha kufa. Baada ya kupigwa kipigo cha kufa, farasi alimuona mtu huyo akija na maji. Yaani mto ulikuwa unamsogeza huyu jamaa. Kuna mtoto mmoja alikuwa anatega samaki, anashuhudia kama kuna mtu. Anamshtua mama yake kwamba kuna kiumbe kinaletwa na maji pale. Mama alimwokota kiumbe anayevuja damu. Matone mazito ya damu yanamwagika chini, huyu jamaa yalikuwa yanamtoka mwilini mwake. Popote pale uliko waite waambie Papa Fernando nimefungua mwaka kibabe. Chuma hichi hapa wanaita Soja, yani Jawan. Hichi kijiji kimejificha karibu na mipaka ya India. Bharat yenyewe wanashangaa kuletwa mtu ambaye ni kama amekufa, yani hali yake ni mbaya. Lakini hapa kuna madaktari wa aina mbalimbali, kuna watabibu, kuna waganguzi, kuna waganga. Ujamaa alitibiwa na waganga, akatolewa risasi zilizoko mwilini mwake. Sasa leo tuko live kibabe na singo matata. Episodi kama 8 tunamaliza mchezo. Fungua mageti kibabe na mneo. Yani aliganguliwa mpaka na mchwa kwa ajili ya kushona vidonda. Yani mchwa aking'ata anakata kichwa, anabaki kushona ile sehemu. Walimnyoa upara kwa sababu ana ngeu kila mahali. Wakamfunga mikono yake ambayo ilikuwa imevunjika. Huyu mtu akabaki na bonge la upara. Na sasa amelazwa akiwa na bandeji za kiaina. Miezi michache baadaye huyu jamaa bado alikuwa amelala chini. Hichi kijiji kilikuwa kinaishi kwa amani. Hasa watoto wakasema huyu jamaa mkagi wanamlenga na mawe. Toka! Wakafukuzwa na mganguzi. Watu wakiwa wanakula bata zao wakimuomba Mungu vizuri tu na maisha yanaendelea. Ni kijiji ambacho kimejichimbia peke yake. Bahati nzuri walikuwa na zile sherehe za reka. Unajua Wahindi wana miungu zaidi ya 300. Wakiamini kwamba Mungu mmoja atoshi. Sasa wanaabudu miungu, wameitengeneza masanamu. Wakiwa kwenye sherehe ya reka, yani Mungu wa rangi, kuna mtu anapokea kitu, anapigwa mshale wa shingo. Hawajakaa vizuri, kuna chuma zinaingia hapa za ajabu. Hawa jamaa walikuwa wanapiga tu. Sasa ni kina nani? Lakini ni baada ya kumpokea ule mtu miezi michache. Mama, Juju. Mama anamuita mwanae Juju. Juju, hali ni mbaya. Sasa amebaki kuomba Mungu tu. Maana hata pa kukimbia hakuna. Hadi farasi wanachomwa moto. Mama anasubiri tu, kata baba. Sina la kufanya. Mtoto akamwambia nichome mimi. Nichome mimi. Dogo anazuia panga. Mama anamwambia Juju. Mzee anasema, Mungu muumba, janga limekuja katika hichi kijiji. Hii ni disaster. Janga juu ya janga. Tusaidie sisi Mungu. Tusaidie kutoka katika karima hii. Tuondoe katika majanga makubwa, unauawa watoto, wanawake, wazee, jamaa wanapiga kila mtu. Lazima utusaidie sisi. Wakanalia na Mungu wao. Sasa yule bwana aliyelala zaidi ya miezi kadhaa pale ndani akiwa na yale maradhi yake, leo inaonekana kama vile Mungu anataka kumtumia yeye. Unajua Mwenyezi Mungu hata manabii pia ni binadamu. Kwa hiyo wanapita umo ili kumuua shetani, unatupitia wanadamu umo. Likatupwa kitu. Mwanza anakutana nayo wa kwanza huyo. Umepigaje hapo? Akalala pembeni huyo. Watu wanajiuliza kuna nini? Mbona kama kuna masafusafu kule pembeni? Kuna jamaa mmoja lina mabandeji alafu limesimama. Wakati mganguzi anaomba, radi zinapiga na upepo mkali unavuma, wanamuona mwamba amesimama akiwa na yale mabandeji katika mwili wake. Alafu wana dansi, yani over machine. Huyo hapo juu kwa juu amekuja na mkuki. Watu wanasubiri na kutana nacho. Mungu Baba. Anaeleweka sasa. Ana bandage mwili wote.
Kafufuka mfufuko. We! Ha! Nini? Kodi ni moja tu. Hakuna kodi nyingine. Vikram Lator ndo kodi hiyo. Mwamba anatembeza kichapo balaa. Yaani hataki kujua kwamba mlikuja sijui kwa mmetumwa wala nini. Yeye hataki kujua. Ni kichapo bini kichapo. Unajua kuvunwa. Watu wanavunwa. Sasa wamempiga moto, bandage inaungua. Wanaanza kumuona machata mwilini mwake. Ngozi ya mwili inaanza kuonekana. Bandage za kitambaa zinaungua mzee. Wakamchakaza moto. Bandage ya kichwani nayo ikawa inatoka. Mwamba huyo hapa. Ukimwona tu unajua goma limechenji. Wanamuita Mr. Sharuku. Baba la baba. Meshika nyundo. Nyundo yenyewe ni ya moto. Imekuwa nyekundu. Mimi sija kuwepo. Mpe. Woo! Bwana we. Hiyo mitulizo sio ya nchi. Yaani unapigwa mpaka unapigwa tena. Watu wanasema sasa huyu ni Mesia, mkombozi huyu. Watu walipiga magoti. Hawajaiona mtu mmoja anakomboa umma kama huu. Eti mimi ni nani koni he? Wewe ni Sharukan, Vikram Lator. Picha inaitwa Jawan, yani mwanajeshi ndo manake. Na sauti ya Papa Simba niche mjukuu mwanambamba kupitia 0764. Tupo kila mahali. 125573 namba yapo juu. 0764. Dogo anaambia mimi nikishakuwa ndo utajua wewe ni nani. Kwa sasa bado. Na hii ni ahadi nimekupa. Kocha ale anaambia mimi nikikua wewe ndo utajua wewe ni nani. Kwa sasa bado, wewe tulia tu. Basi ukumbuke tuko na watu kibao, lakini kubwa zaidi tuko na mkali kwanza. Muite baba la baba. Ansgari Creation, Ansgari Studios kutoka pale Mpanda Misunkumilo. Lakini pia tuko na Sanga kutoka pale mji Kasoro pale Morogoro. Tuko na watu kibao. Kabla tujaendelea na watu kibao, kwanza tuendelee na picha. Kuna watu walikuwa wamepanda katika treni, na pamoja na hapo jamaa anambia mtoto, ambia ni bomu sio mtoto. Kwa hiyo yuko tumboni nini? Mama anaitwa Kalki. Hapa kuna mchezo unachezwa, kwa hiyo twende taratibu. Anasema basi pindi ambako ile music instrumento ikija ndo kanza tunaanza kazi. Instrumento likali limeanzwa. Jeshini walipata signal ambaye buruhusu maisha yaende. Huyu anaitwa Janvi. Ambaye niko ndani. Treni inafungwa, binti alifanikiwa kuingia ndani. Na huyu anaitwa Elena. The teacher for examination. Sasa kuna mchezo unachezwa alafu zinakamatwa traffic light zote za Mumbai. Inasababishwa ajali moja ya hatari kwa sababu traffic light zimechanganyikiwa. Anasema inaonekana ni ajali. Traffic light zinawaka mianga ya ajabu. Anasema mtihani wangu nataka dakika 20 metro. Ticket Chakala. Naomba tiketi ya kwenda Chakala. 20 rupia. Sina yote. Anayefuata? First time metro. Yeah. Wewe ndo mara kwa kwanza kuja metro? Asema ndio. Basi naomba kata tiketi 2 na mchukua huyu binti. Wakachukuana wawili. Lakshmi naye yuko hapa ndani. Bila kumsahau bibi anamuita Heram ambaye ni daktari wa magereza. Lakini pia tuko na mtaalamu ambaye ni mama wa mitambo. Lakini mchezo wote ulikuwa unaongozwa na ujamaa mwenye mangeo ya kutosha ambaye ana sura ile ile ya Bwana Sharuku. Ukumbuke ni miaka 30 imepita tangu ile tukio la ile jamaa kufufuka pale katika wafu alipokuwa amelala. Kuna mtu mmoja anaonekana na umri wa uzee sana ndo anaingia kwenye treni, wengine wakiwa wanashuka. Ana sura hiyo hiyo ya Sharuku lakini ana mabandeji huko akiwa na tabasamu. Aliingia ndani ya treni akalala. Treni ilienda na safari, watu waligonga, wakunywa soda walikunywa, selfie walijipiga. Yule mtoto anambia vipi? Hili ni bomu sio mtoto.
Sasa treni kaja kadumbukia kwenye barodi ya chini. Watu kumbuka wanakwenda kwa signal. Akafunika mzee treni, mama akahamisha mzigo, ngoma ikaama. Ina maana tu washamiliki mpaka muongozo wa uongozaji wa hii treni. Ikapelekwa msobe. Sasa anayeendesha hii treni ameshikilia kompyuta. Captain Abjit anaambia Captain Abjit kuna shida. Kwani shida nini? Wanaoongoza treni wanashangaa treni haiko kwenye standard ya control. Ina maana imeshavamiwa, inaitwa kuhack. Sasa gani zinashikwa ndani ya treni? Anasema bomb. Mwamba anajifungua lile bomb. Zinapigwa chuma juu. Alafu kisha zinawashwa taa. Tunazima taa, tunawasha jiji. Anasema jamani, salamu sana watu wa metro. Nini kimetokea? Captain Abjit. Attention please, hamna cha Abjit hapa. Hapa ni 00381. Vessel kikosi cha siri. Askari mmoja akajaribu. Anasema msipaniki. Yuko mmoja tumini polisi. Baba aliolala mwenye mangeo. Sema mwacha aende. Mangeo akaamka kutoka usingizini. Kaeni chini, mimi ni afande. Mangeo amekula pete yake moja inachata mzee Dragon. Alafu anaonekana ni mzee sana. We mzee unafanyaje? Kaa kwanza. We acha. Usije mbele. Acha. Tulia we mzee. Amechelewa. Anakutanishwa na mzee. Akafungwa mzee. Afande anajikuta yuko juu kwa juu, yuko chini kwa chini, alafu bandage inafunguka namna hiyo. We tulia wewe. Terababu, yani mzee babako. Ndo manake. Buddha. Anasema old man, Buddha. Mimi ni mzee. Buddha. Sasa kama mimi ni mzee, jaribu piga mkono na mimi. Kamfunga ile bandage yule jamaa, kamfungia hapo. Askari acha umbea, takufa bure. Akala miwani akasema my dear passenger, ndugu zangu wasafiri, kuanzia sasa mimi ni kapteni mpya na mtumishi wenu. Ukijaribu kama huyu polisi mzee, na wewe utafanyiwa. Wacha kujileta ushujaa katikati ya mashujaa. Sananda ni jumba la sanaa. Anasema sijavuta fegi, ndo maana filamu inatakiwa ianze. Pili ambako nikifika filamu tutamuona shujaa kweli ni nani. Wewe unapenda sana hii dunia. Sema nampenda nani? Sema nampenda mama yangu. Mama yako? Mama G. Ngoja nikwambia, mama yako na miaka mingapi? 55. Amna mama yote mwenye umri wa miaka 55 hapa? Nipo. Sasa unaona waliosimama wote ni wa mama za watu na wanapendwa. Image huyu bibi aliyokuepo hapo mwenye miaka 25 ambaye ni mama yako, ufanya hivi ya uawe. Ngoja tuanze na huyu mama mwenye miaka 55. Mkuu, kamera zinaonekana. Anasema Mungu akujalie. Ampige risasi huyo mama. Watu kaua, sio utani tena. Terababu, babako ndo mzee. Mr. Ani. Anasema kuna watu 376 katika hii treni, ambaye ni mtu mmoja tu ninayetoa kauli ili mambo yasiwe magumu kutoka sasa. Nataka nijue kwamba mnaongea na nani. Breaking news. Anasema treni imetekwa, watu 372. Iko chini ya ulinzi na sasa maskari kuelekea huko kwa ajili ya kuona kama kuna uwezekano kuweza kutetea watu. Mama ambaye alikuwa anasimamia operation hii sasa anaelekea katikati ya hiyo treni ili kujua. Anasema nice, kama ni huyu anakuja namjua huyo. Hello Narmadaji. Huduma gani unataka? Anasema miaka 10 imepita tangu ambako kuna watu ambao mnawadhulumu haki zao. Sasa unataka nini? Nataka tufanye organization, yani tuunganike. Mimi nafanya kazi na organization mimi. Usinifanye mjinga.
Mimi ni raia wa India. Maana yake nini? Sina chochote ninachotaka madam. Hamna. Mimi sina nachotaka zaidi ya kwamba nyinyi, kumbuka hii nchi imepigiwa kura, na kura tukipiga manake tunaishi kwa amani, imani. Tunakupa matumaini ili uje utulipe